Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, vipo vitu mbalimbali ambavyo huvaliwa na wanawake, na baadhi ya vitu huzua mitazamo mbalimbali, ambapo baadhi ya wananzengo huwatazama wanawake huku wakiwa na mitazamo hasi kuhusiana na vitu hivyo. Vitu hivyo vina ukweli kiasi gani? Moja kati ya vitu ambavyo huvaliwa na baadhi ya wanawake na vikaibiwa mijadala mbalimbali katika jamii ni uvaaji wa vikuku. Vikuku huwa ni bangili ama shanga, ama yanaweza yakawa madini ambayo mwanamke huyavaa katika miguu yake. Anaweza akavaa katika mguu wake mmoja wa kushoto, ama anaweza akavaa katika mguu wake wa kulia. Ipo mitazamo mbalimbali ambayo imekuwa ikijadiliwa kuhusiana na wanawake wenye utamaduni wa kuvaa vikuku katika miguu yao. Ninaamini hata wewe ukiwa moja kati ya wanajamii wamewahi kusikia mitazamo mbalimbali ya watu kuhusiana na wanawake ambao wanavaa vikuku katika miguu yao. Katika video hii nitakwenda kukuambia vikuku vinamaanisha nini. Unapomuona mwanamke amevaa vikuku katika mguu wake mmoja, ni kitu gani ambacho anamaanisha? Lakini ukimuona mwanamke amevaa vikuku katika miguu yake miwili, ni kitu gani ambacho anamaanisha? Kama na wewe ni moja kati ya watu ambao wanatamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza vitu mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Ifuatayo ni mitazamo ya jamii kuhusu wanawake wenye kawaida ya kuvaa vikuku katika miguu yao. Namba 1. Wapo baadhi ya watu ambao wanadhani wanawake wanaovaa vikuku katika miguu yao wanajiuza. Katika jamii mbalimbali imekuwa ikiaminika asilimia kubwa ya wanawake wanaojiuza wana tabia ya kuvaa vikuku katika miguu yao, na unapoona mwanamke amevaa kikuku katika mguu wake mmoja, ujue anajiuza. Hapo hauna haja ya kuuliza, unatakiwa kwenda kumlipa pesa na kisha kwenda kutimiza haja ya mwili wako. Huo ni mtazamo namba 1 wa watu katika jamii. Mtazamo namba 2 ni kuwa asilimia kubwa ya wanawake ambao wanavaa vikuku katika miguu yao yote miwili wanatumika kinyume na maumbile. Watu wengi wamekuwa wakiwa na mtazamo huu, wakijaji kila wanapomuona mwanamke amevaa vikuku katika miguu yake. Hisia zao huwapeleka mbali na kuamini hao ni wanawake ambao wanatumika katika milango yote miwili, na tafsiri yao imeenda mbali kwa kujiaminisha kuwa mwanamke akivaa kikuku katika mguu wake mmoja anajiuza, lakini anatumika katika mlango mmoja. Lakini mwanamke anapovaa vikuku katika miguu yake yote miwili, ujue anatumika katika milango yote miwili. Na mtazamo huu umeendelea kuwa maarufu katika jamii nyingi za Kiafrika. Kabla hatujaukataa wala kuukubali mtazamo huu ambao watu wengi wanauamini, hebu tuangalie historia ya vikuku katika jamii zetu za Kiafrika. Katika tamaduni mbalimbali za Kitanzania, neno vikuku limetokana na historia ya kuku mwenyewe. Wapo baadhi ya kuku ambao huzaliwa wakiwa na manyoya katika miguu yao, manyoya ambayo kwa namna moja au nyingine huonekana kama bangili. Binadamu walipoona mfumo huo wa kuku, wakaamua kudizaini aina fulani ya vibangili ambavyo watakuwa wanavivaa katika miguu yao. Hapo wakaviita vikuku, na jamii mbalimbali ambazo zilikuwa za kuanza kuvaa vikuku ni Wamasai. Wamasai ni miongoni mwa jamii ambazo huvaa vikuku kama sehemu ya tamaduni zao, na kwa Wamasai vikuku huvaliwa kwa wanaume pamoja na wanawake katika jamii za zamani. Ingawa sasa hivi pia Wamasai asilimia kubwa ambao huvaa vikuku ni wanawake pekee. Vikuku inawezekana vikawa vya ngozi, vikawa vya bangili au vikawa vya madini, inategemeana na tamaduni za jamii husika. Katika siku za hivi karibuni, katika jamii mbalimbali za watu wa Afrika ya Kusini, baadhi ya wanawake wanapovaa vikuku humaanisha wapo katika ndoa. Hata ukienda katika mataifa ya Asia, ukienda India,
Mwanamke anapovaa vikuku katika mguu wake wa kushoto inamaanisha yupo katika ndoa, na mwanamke anapovaa vikuku katika mguu wake wa kulia inamaanisha bado hayupo katika ndoa. Lakini zipo jamii mbalimbali ambazo wanawake kutoka katika jamii hizo huvaa vikuku katika miguu yao, wakiashiria uwezo wao wa kiuchumi. Wanawake hao wapo wanaovaa vikuku vya dhahabu, lakini wapo wanaovaa vikuku vya shaba, na wapo wanaovaa vikuku vya madini mbalimbali. Thamani ya madini ambayo mwanamke ataivaa katika vikuku vyake itakuwa inaashiria ni mwanamke ambaye ametokea katika familia yenye utajiri ama nguvu ya uchumi katika kiwango fulani. Hivyo ikiwa thamani ya madini ni kubwa, ujue ni mwanamke ambaye ametokea katika familia yenye nguvu kubwa ya kiuchumi, ama ameolewa na mtu mwenye nguvu kubwa ya kiuchumi, ama yeye mwenyewe ana nguvu kubwa ya kiuchumi. Lakini mwanamke anapovaa vikuku ambavyo vinatokana na madini ambayo thamani yake ni ya chini, inamaanisha familia yake ina uwezo mdogo kiuchumi. Egypt, ambayo ni Misri ya sasa, ni miongoni mwa mataifa ambayo wanawake kutoka katika taifa hilo walikuwa wakivaa vikuku kuonesha status zao za kijamii. Yani kama nilivyokuambia, status ya juu, status ya kati na status ya chini vilikuwa vikipimwa kwa kuwatazama wanawake ambao wamevaa vikuku. Vikuku hivyo vilitokana na madini ya aina gani? Katika ulimwengu wa leo, wananzengo walibadilisha mitazamo yao kutokana na asilimia kubwa ya wanawake ambao wanajiuza walivyoanza kufanya matumizi ya vikuku kama ishara ya wao kujiuza. Wapo baadhi ya wanawake ambao wanajiuza ambao walianza kuvaa vikuku kwenye miguu yao, vikiashiria kuwa wapo sokoni. Hivyo maana yao wanawake hao wachache ikatengeleza dhana nzima kwa wanajamii kuamini kuwa ishara mojawapo ambayo unaweza kuitumia na ukagundua kuwa mwanamke anajiuza au la ni kutazama katika miguu yake, na utakapoona vikuku basi ujue mwanamke huyo anajiuza, jambo ambalo halina uhalisia wowote, kwani asili ya vikuku si mwanamke kujiuza, bali asili ya vikuku ni utamaduni. Na hata katika ulimwengu wa leo, asilimia kubwa ya wanawake ambao wanavaa vikuku ni kwa sababu ya urembo tu, ili waonekane wakiwa wamependeza, na si kama ambavyo asilimia kubwa ya wanadamu wamekuwa wakidhani katika maisha yao. Jambo ambalo mimi na wewe tunatakiwa kulijua na kuliweka akilini ni kwamba uvaaji wa vikuku kwa wanawake hauna maana yoyote mbaya, bali asilimia kubwa ya wanawake ambao huchukua jukumu la kuvaa vikuku kwenye miguu yao ni kwa sababu za urembo tu. Kwa sababu ukisema ni ishara ya kujiuza, je, jamii zote za Wamasai wanajiuza? Utagundua hapana. Ndiyo maana hata katika matamasha ya siku hizi ya urembo, asilimia kubwa ya wanawake ambao tunawaona wanavaa vikuku, na haimaanishi wanajiuza. Ningependa jamii iuzike mtazamo huo, kwa sababu maana ya vikuku ilikuwepo kijamii hata kabla ya watu kuanza kutengeneza perception mbaya kuhusiana na vikuku. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Tukutane katika video nyingine, na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana, zaidi ya sana. Niwatakie wakati mwema. Asante, bye.